Namba ngapi tunakwenda? Namba 5. Watu wa Babeli watajaribu kufanya upuuzi wa kukatiza uhai wa mtu tishio kwenye upande wa pili wa upinzani. Watu wa Babeli, watu wa Yeriko samani, watajaribu kufanya upuuzi, na uita upuuzi, wa kumuondoa au kukatiza uhai wa mtu mwenye nguvu upande wa pili ambao wanashindana nao mwaka huu. Watajaribu kufanya, rudia tena neno nilotumia, upuuzi. Sijui kama upuuzi utakubali au utashindikana. Usipofanikiwa, bado kutofanikiwa kwake kutapelekea jambo la Mungu lizaliwe. Lakini pili, hata ukifanikiwa pia utaharibu zaidi, utasababisha washindwe kwa urahisi. Kwa hiyo sasa sijui wafanye kipi katika hayo. Waufanya, wasiufanya, yote yatakuwa yale yale. Sasa sijui wafanye kipi. Narudia tena. Upuuzi. Na mtu huyo ambaye watapanga upuuzi huo ni mtu ambaye wakati tunaanza mfungo hakutarajiwa kabisa kwamba angeweza kuwa kiongozi mwenye mamlaka upande ule wa pili. Ila sasa tayari yupo na ana misimamo yake mizito isiyosikiliza ili wala lile. Akiliendea jambo apewi hela, apewi chochote, asikilizi lolote. Yaani yeye ni kama nyati, akisharenga amerenga mpaka aondoke na wewe. Sasa kuna upuuzi wa watu wachache watajaribu kuleta mashauri ya kukatiza uhai wake. Hilo jambo likitokea litakuwa faida kinyume chao. Lisipotokea pia bado nguvu yake itakuwa sababu ya Yeriko kuanguka. Sitaongea zaidi. Sasa huo upuuzi tuendelee kuangalia kama utatokea au utatokea. Vyote viwili, kutokea na kutotokea, kutakuwa na maana. Na maana ni moja tu, Yeriko itaanguka. Jambo la ngapi? Sasa tulikuwa Ruvuma, RPC ananiambia mkitaka kuzungumza hapa msizungumze no reform. Nikamwambia kama unataka kuwa sehemu ya maamuzi ya nini kisemwe kwenye chama chetu, njoo uwe mjumbe wa mkutano mkuu na utakuwa na sehemu ya kuamua. Lakini sisi tukishaagizwa na mkutano mkuu, sisi ni kutekeleza. Tunaelewana vizuri? Wala hatutachukua maamuzi ya mtu mwingine wa pembeni. Ndio msimamo wa chama. Kesi ya uhaini, bogus case, ndio mara ya kwanza kwenye mfumo wa vyama vingi kiongozi wa upinzani unayeshindana naye unampa kesi ya treason, kwa sababu amesema uchaguzi unaibiwa. Nani ajui uchaguzi wa nchi unaibiwa? Leo wanatuambia sisi tukasaini maadili, kwamba tusipo saini maadili tutaondolewa kwenye uchaguzi. Hii tume ya taifa ya uchaguzi ina maadili? Hapo inataka tukasaini maadili ambayo yenyewe haina hayo maadili. Hao wanaoiba uchaguzi ni maadili yani? Hao wanaozuia mawakala wa Chadema wana maadili hao? Hao wanaoondoa mtu mwenye degree 2 wanamwambia hajui kusoma na kuandika, alafu wanapitisha mtu wa CCM wa darasa la 7 eti anajua kusoma na kuandika, wana maadili hao? Wamemuondoa huyu kijana wakili wa mahakama kuu anagombea kijiji, wakamwambia hajui kusoma na kuandika, alafu mtu wa CCM darasa la 7 alafu anatuambia tukasaini huku. Tumesema hatusaini huku na hatuko tayari kushiriki na huyu. Kama kuna mtu anasema kusema hivyo ni makosa, asimame hapa mbele yetu. Kama kuna kiongozi wa chama chetu anasema sisi kuchukua msimamo huo tunakosea, asimame hapa. Asimame hapa. Watu wanaoondoa mtu mwenye degree 2 kwamba hajui kusoma na kuandika, alafu mtu wa darasa la 7 kwamba anajua kusoma kuliko mtu mwenye degree 2, alafu anatuambia sisi tukasaini maadili. Maadili gani? Jaji Mwambegero, una maadili gani? Wewe unatekeleza unachoagizwa na bosi wako Samia Suluhu Hassan, ndiye aliyekuteua. Tume ya Taifa ya
la uchaguzi ambayo Omar Ramadhani Mapuri, katibu mwenezi wa CCM, ni miongoni mwa makamishna 5 wa tume. Tunaambiwa tukasaini maadili ya hiyo tume. Katibu mwenezi wa CCM ni mjumbe kwenye hiyo tume. Atatutangaza sisi au atamtangaza mwana CCM mwenzake? Mkurugenzi Kairima ni mteule wa rais, anatuambia sisi tukasaini maadili. The struggle continues, no turning back. Jambo jema sio lazima wakaliona watu wengi. Wanatutishia kwamba Chadema itakufa tusiposhiriki uchaguzi. Uchaguzi gani? Chadema itakufa hii. Na ife kama tasimamia jambo la kweli na watu wasijue kwamba tunasimamia ukweli, na ife kuliko kuwepo inasimamia uongo. Kuliko tuwe na chama kinachosimamia uongo. Tuko tayari sisi wengine kuacha hii siasa. Kama viongozi wetu mnataka mimi na Lissu tusimamie uongo, mimi siko tayari kuwa sehemu ambayo na riski maisha yangu na wakati wote na windwa alafu nasimamia uongo na ukataa CCM. Mimi na nafasi ya kwenda CCM nikapata nafasi. Nimekataa kwenda kuwa sehemu ya uongo. Alafu mtu ananiambia niwe Chadema kwenye sehemu ya uongo huku na riski maisha yangu. Si bora niende kwenye CCM ambako nitakuwa sehemu ya uongo alafu sina riski yoyote ya maisha? Mnanielewa vizuri? Hatutakuwa tayari kusimamia uongo. Jambo la mwisho katika hotuba ya ufunguzi. Kuna karatasi za madai, petition. Tunahitaji kila mwanachadema anayepinga, na Mtanzania na maaskofu mko hapa, nendeni nazo kwenye makanisa yenu, wanaopinga wizi wa uchaguzi wasaini kwenye karatasi za petition hizi hapa. Vita hii bado mbichi sana, wasijidanganye. Hakuna uchaguzi bila mabadiliko, haupo. Na bahati mbaya wamemgusa Lissu. Rais Samia, kikimpata chochote Lissu kwenye mikono yako gerezani, utaijibu Tanzania na utaijibu dunia. Miongoni mwa mambo tunayotaka kubadilisha ni kuwa na mahakama huru ambazo zinaweza kufanya maamuzi kwa wakati. Rais Samia aliunda tume ya haki jinai na ikampelekea mapendekezo. Miongoni mwa mapendekezo ni kwamba mtu asikamatwe kabla ya upelelezi hujakamilika na ushahidi kuwepo. Leo wanamuweka mwenyekiti wetu kwa siku zaidi ya 14, wanasema wana ushahidi 60%. Kwa nini? Wakati tume ulioiunda ikatumia pesa za walipa kodi ili kuambia kwamba msikamate mtu kabla hamna ushahidi, ili mkimfikisha mahakamani kesho yake asomewe shtaka lake, aanze kujibu mashtaka yake. Kama wanataka wamshikilie Lissu mpaka uchaguzi uishe kwa kutumia hizi mahakama, sisi kelele haitanyamaza. Dunia imezungumza na dunia itazungumza. Wakili wake wa kimataifa Robert Amsterdam amezungumza kuanzia Jumatatu Umoja wa Ulaya, bunge la Umoja wa Ulaya yataingia, Umoja wa Mataifa yataingia, nchi zote wanazo, kila sehemu tutawafanya muonekane kwa sura mlionayo. Hamwezi kujifanya sainti wakati nyinyi ni mashetani. Tutawaanika kwa vile mlivyo.